Gazeti la New York Times la nchini Marekani limeandika kwamba Iran imependekeza kuingia ubia katika masuala ya nyuklia na Marekani. Gazeti hilo la New York Times limeandika kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeripotiwa kupendekeza njia mbadala kwa matakwa ya Trump ya kusitisha urutubishaji wa madini ya uranium, Iran ikipanga ubia wa pamoja wa nyuklia na Marekani. Iran inadaiwa kupendekeza kuanzisha ubia huo katika kurutubisha nyuklia pamoja na Marekani na baadhi ya mataifa ya Kiarabu na uwekezaji wa Marekani. Gazeti la New York Times limeripoti likiwanukuu maafisa wanne wa Iran wanaofahamu suala hilo. Mpango huo unaoripotiwa kuwasilishwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi wakati wa mkutano na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff huko Oman siku ya Jumapili ulikusudiwa kama mbadala wa matakwa ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba Tehran ivunje kabisa vifaa vyake vya nyuklia. Iran imesema kamwe haitoweza kuvunja vifaa vyake vya kinyuklia na wala haipo tayari kuachana na urutubishaji wa uranium. Msemaji wa Witkoff Eddie Vasquez alikanusha ripoti hiyo akiambia New York Times kwamba ubia haujawahi kuelea au kujadiliwa. Marekani na Iran hazijakuwa na uhusiano rasmi wa kidiplomasia tangu mwaka 1980. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amethibitisha tena wiki hii kwamba madai ya kusitishwa kabisa kwa mpango wa nyuklia wa nchi hiyo hayatakubalika na kamwe Iran haikubaliani na jambo hilo. Kwa mtazamo wetu, urutubishaji wa uranium ni jambo ambalo lazima liendelee na hakuna nafasi ya maelewano kuhusu hilo, Araghchi alisema mapema mwezi huu baada ya mazungumzo ya nyuklia kati yake na Steve Witkoff, mjumbe wa Marekani katika mazungumzo ya nyuklia. Trump ametoa tishio la makubaliano ya nyuklia kwa Iran huku akisema kwamba ikiwa hakutakuwa na maelewano baina yao pamoja na Iran, basi Marekani itaishambulia Iran. Trump aliondoa Marekani katika makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 yaliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika muhula wake wa kwanza madarakani, akishutumu Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran kwa kukiuka makubaliano hayo kwa siri. Tehran ilikanusha makosa yoyote, lakini tangu wakati huo imerudisha nyuma ahadi zake na kuongeza hazina yake ya urani iliyorutubishwa. Ingawa pande zote mbili zilielezea duru 4 za mazungumzo ya upatanishi wa Oman kama hatua nzuri, mvutano unasalia wakati Amerika na Iran zinaendelea kuzozana juu ya vita huko Gaza pamoja na mashambulio dhidi ya meli ya kimataifa na Israel na Wahouthi wa Yemen. Katika ziara yake ya Mashariki ya Kati siku ya Jumanne, Trump alitaja Iran kuwa nguvu haribifu zaidi katika eneo hilo na kusisitiza kwamba haipaswi kamwe kuruhusiwa kupata silaha za kinyuklia. Hata hivyo, inadaiwa kwamba Iran ilikuwa na mpango wa uzalishaji wa nyuklia na kwamba itazalisha vinu karibia 19 vya nyuklia, na vinu hivyo moja kati ya mataifa ambayo yatapata tenda ni pamoja na Marekani pamoja na Urusi. Lakini wakati huu inadaiwa pia kuna baadhi ya mataifa ya Kiarabu huenda pia yakapewa sehemu ya tenda hiyo kwa ajili ya vinu hivyo 19 vya nyuklia vya Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea